Mvutano kati ya Iran na Israel umeongezeka zaidi usiku huu baada ya Tehran kurusha makombora kuelekea Israel kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya maeneo kusini mwa Beirut nchini Lebanon, huku viongozi wa pande zote wakitoa kauli kali za vitisho. Waziri wa usalama wa taifa wa Israel mwenye msimamo mkali wa mrengo wa kulia, Itamar Ben-Gvir, ameibua mjadala mkubwa baada ya kuandika kwenye mtandao wa X, "Usiku wa leo Tehran lazima ichome moto." Dakika chache baada ya jeshi la Israel kutangaza kuwa makombora yalikuwa yamerushwa kutoka Iran kuelekea Israel. Hadi sasa serikali ya Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu kauli hiyo ya Ben-Gvir. Kwa upande wake, Iran imesema mashambulizi yake yalikuwa jibu la kile ilichokiita ukiukaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon. Katika taarifa iliyosambazwa na vyombo vya habari vya Iran, kamanda wa kikosi cha Hatam al-Anbiya amesema Israel imevuka mistari yote miekundu kwa kushambulia vitongoji vya kusini mwa Beirut na kuongeza mashambulizi yake katika maeneo ya kusini mwa Lebanon. "Tulikuwa tayari tumeonya kuwa ikiwa uhalifu unaofanyika katika vitongoji vya Beirut utaendelea kuenea, tutalenga shabaha ndani ya maeneo yaliyokaliwa na Israel," ilisema taarifa hiyo. Kamanda huyo aliongeza kuwa jeshi la Israel linapaswa kusitisha mara moja mashambulizi yake dhidi ya kusini mwa Lebanon na vitongoji vya Beirut, akionya kuwa iwapo Israel itaongeza mashambulizi yake au kujibu hatua za Iran, itakabiliwa na mashambulizi makubwa zaidi. Iwapo wataendeleza uchokozi huo, watakabiliwa na mapigo makali na yenye gharama kubwa zaidi, na mashambulizi ya uharibifu yataanza dhidi ya utawala huo na wale wanaounga mkono, imesema taarifa hiyo. Wakati huo huo, mshauri wa kijeshi wa kiongozi mkuu wa Iran, Mojtaba Khamenei, Mohsen Rezai, amesema mashambulizi ya makombora yaliyolenga Israel yalikuwa ujumbe wa wazi kwa Tel Aviv. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikisema mara kwa mara kuwa haitovumilia ukiukaji wa usitishaji mapigano na uchokozi dhidi ya Lebanon. "Usiku wa leo waliovunja makubaliano hayo wamepokea jibu lao," aliandika Rezai katika mtandao wa X. Aliongeza kuwa hatua hiyo ni onyo kwa Israel kusitisha kile alichokiita vitendo vya uchokozi, akisema kuwa hatua yoyote mpya itakabiliwa na majibu makali zaidi na gharama kubwa zaidi.